tumekutana kufanya mapitio ya yale ambayo tulisaini kama wadau wa Compact mwaka 2023, utekelezaji wake kwa kipindi hicho chote cha mwaka 2024 mpaka leo mwaka 2025 umetekelezwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo tumeona kwa ukubwa kabisa serikali imefanya mambo mengi sana kwenye kutoa elimu, extension services. Tumeona ripoti za mikoa yote, wakulima walio wengi wameweza kupata elimu ya ugani bora. Tumeona serikali imeweka uwekezaji kwenye kufacilitate utoaji wa huduma bora za kilimo. Sasa serikali za mikoa zitamiliki hizi cluster compact na kuzisimamia na kuziratibu kwa kutuleta pamoja kama wadau ili tuweze kuwa na commitment kwenye minyororo yote ya thamani ambayo tunaisimamia. Kwa hiyo tumeshasikia sehemu mbalimbali, sasa tunaelekea AGOT, into other corridors. Je, hawa wazoefu ambao wamewezesha mpaka tunaiona tija ya kuwa katika ubia huu wa SAGOT na wadau kwa pamoja ziweze kufikia pia maeneo yale. Kwa hiyo tumeona matokeo mazuri sana ambayo serikali imefanya pamoja na private sector. Private sector imeplay role kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba huduma bora au supply ya vipando bora katika viazi, katika parachichi, katika mchele, lakini pia katika mazao mengine. Tuko kwenye mnyororo wa thamani wa kuku. Tunaona wadau wameletwa pamoja, tunashirikiana pamoja katika kuleta tija katika minyororo yote ya thamani. Kongani hii mahususi kabisa kwa ajili ya kusapoti shughuli za kilimo. Na SAGOT kama SAGOT, kazi yake kubwa SAGOT yenyewe ni kuleta wadau pamoja kwa ajili ya masuala mbalimbali katika sekta ya uzalishaji. Ni ukanda wa kusini, lakini ukanda wa kusini mikoa ambayo ilikuwa imeingia kwenye hizi kongani, tulianza na hii Mbarali ambayo ndio ina Mbeya na Songwe, lakini sasa hivi kuna mikoa mingine imeingia kama ya Rukwa na Katavi. Nao pia wameanzisha kongani yao pale. Kwenye kongani hizi kwanza kabisa tumefaidia kwa sababu wadau wameletwa pamoja. Wadau wakiletwa pamoja, kuna mtoa huduma, kuna mkulima, alafu na serikali. Ukiacha na kutengeneza waleta wadau kwa karibu, kuna maeneo ya kwa mfano mbegu ili kwenye matunda pale na mazao mengine ya biashara kama kahawa na maparachichi pamoja na michungwa, walitengeneza mfumo mzuri kabisa kupitia Wizara ya Kilimo. Wameleta wadau, wazalishaji wa miche, serikali pamoja na wakulima. Tija ya uzalishaji kwenye viazi mathalan, sisi kongani ya Mbarali ambayo ni Mbeya na Songwe bado tulikwenda kujifunza maeneo mengine. Yaani sasa tumeleta wakulima kutoka kongani zingine ambazo zilikuwa zimeanza zinaendelea. Kwa wakulima hao wamekuja, kuna mfumo unaitwa mkulima kwa mkulima. Kama mkulima ajifunze kwa mkulima mwenzake. Kwa mfano kuna Rusitu kutoka kule Njombe, wazalishaji wa viazi, anakuja kutoa elimu kwa wakulima wengine katika mikoa hii ya Mbeya na Songwe ambao wanalizalisha viazi. Na nikuhakikishie tu kwamba sasa hivi wakulima walikuwa mwanzo wanapata tija ndogo. Tija imeongezeka, lakini pia kutoka tani zile 5 katika hekta na sasa wanafika mpaka tani 10 na kuendelea. Kwa nini tunafikiri SAGOT sasa pengine iende kitaifa kwenye mikoa mingine kwenye AGCOT? Upande wa SAGOT tumeshirikiana nao vizuri, hususan katika mazao yale ya kipaumbele, hasa katika mkoa wetu wa Mbeya. Katika zao la mpunga kule Mbarali tumeshirikiana nao vizuri, hususan katika ile skimu ya madibira. SAGOT walipeleka elimu na hamasa ya upimaji wa afya ya udongo, yani kabisa kwamba matumizi holela ya mbolea baada ya kupata afya ya udongo yatakuwa yamepungua sana katika eneo lile la Mbarali katika skimu ya madibira. Kwa kiwango kikubwa sana SAGOT wamekuwa wakihakikisha kwamba elimu inatolewa kwa kushirikiana na TPHPA kutoa elimu ya matumizi ya viuatilifu na kuhakikisha kwamba mbegu bora na utunzaji wa hayo mazao hususan parachichi yanafanyika. Lakini vile vile kwenye mazao kwa mfano kama viazi wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbegu bora. Kwa hiyo SAGOT tunaendelea kushirikiana nao kama wadau muhimu katika eneo hili la mkoa wa Mbeya katika hii cluster ya Mbarali ili kuhakikisha kwamba haya mazao ya kimkakati na shughuli ambazo wao wanatuhamasisha sisi tunaenda kuzitekeleza. SAGOT imesaidia
kuwaunganisha wadau kwa pamoja na kuwatafutia masoko wakulima kwa mazao mbalimbali, kwa mfano soya, lakini pia mchele. Na hapo kwenye mchele sana sana imefanyika katika halmashauri ya Momba, ambapo wakulima walipewa kwanza elimu bora ya kilimo, na mkulima kiongozi toka Madibila alikuja kufundisha wakulima pale Momba, na uzalishaji angalau umeongezeka kutoka tani 3.5 hadi 5.5 mpaka 6 pale kwenye skimu ya umwagiliaji. Lakini pia kwenye zao la soya, napo kwenye zao la soya SAGOT kwa kushirikiana na serikali tumefanya sikukuu za wakulima, ambapo wakulima wanaeleza changamoto mbalimbali, namna mbalimbali za uzalishaji wa soya, mbolea gani tumike kwenye soya. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.